kilichotokea, vijana waliingizwa barabarani kudai haki. Tunataka kujua haki gani ambao vijana hawa wameikosa, na kwa umoja wao waliingia barabarani kuidai haki hiyo. Purpose ya wale vijana kuingia ni haki gani, ili tuweze kuifanyia kazi na wapate haki yao. Lakini jengine, tunapofanya hii kazi, hebu tuende tukaangalie matamshi ya vyama vya upinzani. Wale waliokuwa wakisema lazima Kiwake hapakaliki, lazima aondoke, lazima kiwe hiki, uchaguzi hautafanyika. Kitu gani hasa kilichowaletea kufanya vile? Lakini katika kufanya hivyo, tuangalie uhusiano wa hicho chama na tume yetu ya uchaguzi. Uhusiano wao ulikuwaje katika kipindi hicho mpaka ikawapelekea waseme maneno yale. Lakini jingine, tuangalie role bali ya vyama vya siasa vilivyoingia kwenye huo mgogoro, NGO zetu za ndani na za nje. Tunaambiwa kwamba vijana wale walioingia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Je, fedha zilitoka wapi? Kwa hiyo haya tukaangalie NGO za ndani na nje wamechangia nini kwenye mambo haya. Lakini niseme, hata kama kulikuwa na changamoto baina ya tume na vyama vya siasa, msajili na vyama vya siasa, serikali na vyama vya siasa, je, hakukuwa na njia nyingine nzuri zaidi? Njia ilikuwa ni ile moja peke yake ya kuingia, kuchoma nchi, kuchafua nchi, kusababisha vifo kwa wananchi. Hakukuwa na njia nyingine ya kurekebisha hizo. Ni tamko ambalo limetolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan akiwa na kikao na waandishi wa habari. Sasa kwenye kikao hichi, Mama Samia Suluhu Hassan anajaribu kuhoji vitu vingi ambavyo vilifanyika nchini humo wakati wa uchaguzi, pale ambapo vijana wa majenzis waliamua kuleta vurugu mechi siku hiyo hiyo ya uchaguzi. Sasa maandamano ilipelekea vijana wengi kuuawa, wengine kupotezwa, na vile wengine kuumizwa na watu ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi. Na hadi wakati huu kuna zile picha ambazo zinatembea kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha jeshi la polisi ikiwafanyia wananchi ukatili wa kupitiliza. Sasa hapa Mama Samia Suluhu Hassan anajaribu kusema kuwa vijana walihongwa ama walilipwa ndio sasa wakaenda barabarani kuandamana. Asema kuwa kuna ule uchunguzi ambao unafaa ufanywe kupata kujua nani aliwapa vijana hawa, na vile mashirika yasiyo ya kiserikali yalihusika kivipi, yale mashirika ambayo yako ndani ya Tanzania na vile nje ya Tanzania. Alafu vile akajaribu kuhoji, anasema kuwa kuna jinsi vyama vya upinzani vilichangia ile hali ya vijana kucharuka na kuenda kwenye maandamano. Sasa anasema kuwa ile tume ambayo itatengezwa pia itachunguza matamshi ya baadhi ya wanasiasa hawa ambao kabla ya uchaguzi walikuwa wanaleta matamshi ambayo yangeleta vurugu nchini Tanzania. Inaonekana matamshi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan imegongana na Mange Kimambi. Sasa Mange Kimambi ni kama hajafurahia kile ambacho Mama Samia Suluhu Hassan alikuwa anasema katika hotuba yake. Sasa inaonekana Mama Samia Suluhu Hassan alikuwa anajaribu kuwalaumu vijana ambao waliumizwa katika maandamano, na vile amejitia hamnazo. Anasema kuwa tume itajaribu kuchunguza ni haki zipi ambazo vijana hawa walikuwa wanajaribu kutafuta kwenye maandamano. Sasa Mange Kimambi baada ya kupandisha video hii ameandika caption ndefu hapa kiubabe zaidi. Amesema hivi: ndugu zangu wa Tanzania, leo nimeamini kweli damu za watu ni mbaya. Huyu mtu amechanganyikiwa, damu za marehemu aliowaua zinamsumbua hadi ubongo umesizi. Imagine mwanzo alisema ni watu kutoka nje ya nchi ndio waliandamana. Last week akabadilisha,
Akasema Gen Z walifata mkumbo kuandamana, kana kwamba Gen Z ni wapumbavu. Leo anasema walilipwa na NGO kuandamana. Kama sio upuzi na ujinga na kupoteza pesa za wananchi kwenye hii tume yao ya mchongo ni nini? Hapo watapiga hela, kila mtu atatoka na bilioni 1 au zaidi ili wampe ripoti itakayompendeza yeye. Alafu wanauliza kabisa eti tume waambie haki gani wanazitaka Gen Z? Oh my God, huyu mtu sio mzima. Miezi yote hii Gen Z wanasema wanataka nini yenye anadai hajui haki gani Gen Z wanataka? Hapana, hizi ni dharau kubwa mno. Akaendelea kusema hivi, Watanzania ebu tupeleke nguvu kwenye maandamano ya Disemba tarehe 9, tuache kufuatilia hotuba za wanaowawezeshwa na damu za marehemu. Kingine, Watanzania kama mmenoti mpaka dakika hii, polisi na viongozi haramu wa serikali haramu hawajatoka kutishia kuua au kupiga watu hiyo Disemba tarehe 9. Ni sababu macho ya dunia nzima yapo Tanzania sasa, ila wanatuma mamluki kufanya press kutishia waandamanaji sababu wao wanaona noma kutishia wananchi. Akamaliza hivi, saa 8 usiku huku, naomba muniruhusu nilale kidogo. Amko la Mange Kimambi kuhusu matamshi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa ajili kwenye video hii Mama Samia Suluhu Hassan anadai, anasema kuwa ajui zile haki ambazo vijana wa majenzis walikuwa wanatafuta kwenye maandamano, na anasema kuwa tume kama imeshaundwa itakuwa inawachunguza pia wanasiasa wa upinzani ambao walikuwa wanaleta matamshi ama kutoa matamshi ya kuleta uchochezi. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye video ambayo imepandishwa kwenye mtandao wa kijamii na Mange Kimambi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan akiongea kuhusu vurugu mechi ambayo ilifanyika tarehe 29 mwezi wa 10 nchini Tanzania. Vijana waliuawa, wengine kupotezwa na vile wengine kuumizwa na maafisa wa jeshi la polisi. Sasa hii ni posti ambayo imevutia wengi zaidi ambao wanamfuata kwa karibu zaidi mwanadada Mange Kimambi. Kuna huyu ambaye anajulikana kama It's Zizo 114 anasema huyu maza kapimu akili, yani hajui anaongea nini. Alafu Witi Nyaisa anasema finally acknowledge vijana waliingia barabarani kudai haki, nasi tunauliza adhabu ya kudai haki Tanzania ni kifo. Alafu mwingine anajulikana kama Sajo Memes anasema hatimaye leo neno haki limetamkwa. Alafu It's _Zizo 114 anasema Samia, sisi wa Tanzania hatutaki kukihuzulu. Alafu akanyosha mikono juu. Official Tina Tizi anasema du, alafu akaweka emoji ya makopa ambayo imepasuka. Alafu Man Friday 7 anasema dada Mange endelea kuwepo kila siku, akanyosha mikono juu. Mwingine anajulikana kama Hilda Newton Chadema anasema huyu inafaa awahishwe milemba haraka sana. Alafu Ken _Gibla anasema pumzika dada yangu. Alafu akaweka emoji ya makopa na emoji ya mtu ambaye analia. Akaendelea kusema hivi, huyu mama siku zake zinahesabika, damu za watu haziwezi kwenda bure. Alafu L Capitano 266 anasema watuletee ripoti ya mzee Ali Kibao kwanza. Sandresi TZ anasema power without vision. Nuruvazi akasema takataka hii. It's Sir Justin anasema vijana kuandamana vawa kupata hela ni non-monetary issue zilizosababishwa na utekaji, ufisadi, uwaji, ubadhilifu, uwajibikaji, haki, kesi za michongo, tume ya uchaguzi kupuuzwa, maisha ya kifukara. Wakikomesha haya vijana watakosa sababu ya kuandamana. Lady Mas akasema yani mpaka amepata utindio wa ubongo kwa kweli, anajitoa fahamu. Samia must go, get ready D9. Shua_outfit_store anasema pumzika tu dada, ngoja turuke naye perpendicular. Alafu Jogo wa Shamba 4 anasema form 4 tena failure ya Zanzibar ni la 4 la Tanganyika. Business_success Tz anasema dam ni mzito kuliko maji. New Hit _Tanzania anasema kimchekea huyu hadi atabadili jina la nchi live. Abdul Linia. Alafu kaka wa taifa anasema Idi Amin mama hayupo sawa, yani mpaka anatia aibu.
Siku ya kwanza alisema kwamba waandamanaji walikuwa sio raia wa Tanzania. Mara ya pili alisema kwamba ni Watanzania ila waliandamana kwa sababu ya mkumbo. Leo anasema waandamanaji walilipwa pesa na NGOs. Hivi huyu mtu ilikuwaje mpaka kawa rais wa nchi? Kwa kweli damu za watu zimeanza kumsumbua. Tutakuwepo. Alafu wakamalizia akasema usisahau kufollow kwenye back account ya huyu jamaa. Sahab _ anasema AI leo wamelipwa. Ukishakuwa CCM automatically unakuwa zwazwa. Alafu Leila _ Kidoti anasema Mungu amesema awai wala achelewi. Ujibu kwa wakati wake. Dalili zimeonekana, maombi pia yazidi. Sativa _255 anasema huyu dikteta jike dawa bado inamuingia. Wanangu tuendelee kupeleka moto. Disemba tarehe 9 tutamuonyesha nguvu ya wananchi. Watu wale _255 anasema huyu bado atatuchukulia poa, ila Disemba tarehe 9 naona dalili mbaya zaidi kutokana na hizi dharau zenu. Alafu Jesus _ King 255 anasema na kuaga siamini kabisa watu wakisema kuna mtu fulani hana akili. Alafu Xavier _ wa Mchongo anasema tuendelee kula mtori, nyama ziko chini. Romi Mas anasema nikiona clip kama hizi napata hasira nusu kuvunja hata simu. Kwa hiyo ni comments ambazo zinatolewa na baadhi ya wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi Mange Kimambi, baada ya Mange Kimambi kupandisha video moja kwenye mtandao ya kijamii, na ni video ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan anaongea kuhusu uchaguzi na vilevile machafuko ambayo yalishuhudiwa siku ya uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10 nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo vijana kadha wa kadha waliuawa na maafisa wa jeshi la polisi, wengine wakatekwa, wengine wakaumizwa, na hata kuna zile video ambazo zinatembea kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii ikiwaonyesha maafisa wa jeshi la polisi wakiwafanyia ukatili vijana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hapo mwanzoni Mama Samia Suluhu Hassan alisema kuwa vurugu ama maandamano ambayo ilifanyika nchini Tanzania ilifanywa na raia kutoka nje ya nchi, yani wageni, lakini sasa naye anasema kuwa vijana wa Tanzania walilipwa ndio walete vurugu nchini Tanzania siku ya uchaguzi. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, like na vilevile kushare. Alafu baadaye utacomment hapo chini uniambie unajisije kutokana na matamshi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ya kuwa vijana walilipwa na NGO ndio angalau walete vurugu mechi nchini Tanzania.